Yes, habari. Silas J hapa. Hebu tuangalie namna ya kutumia hii form au template ya kuandaa matokeo ya pamoja kwa shule za msingi ngazi ya kata. Baada ya kuipata, tumia hizi link ambazo umepewa kufika sehemu unayohitaji na kutumia home button kurudi hapa mwanzo. Yes, na ukihitaji maelekezo zaidi utasoma hapa. Tuangalie demonstration. Maelekezo ni sawa na ambayo yanaonekana kwenye hii link ya maelekezo zaidi ya pale. Okay, baada ya kuipata, jaza taarifa za muhimu hapa. Unaweza kuongeza taarifa za muhimu, kwa mfano madaraja, lakini pia fomu hii inaandaa matokeo kwa darasa la 7, lakini darasa la 4 pia, lakini kwa darasa lolote kutegemea na uhitaji wako ngazi ya kata. Lakini baada ya kujaza taarifa hizi, kwa mfano madaraja, kama wewe umebadili madaraja tofauti namna ambavyo unatunuku madaraja kwenye mtihani huo husika, utabadili hapo. Kwa mfano kama alama D ya kwako inaanzia na 21, uta customize hapa. Kama C ya kwako inaanzia na 41, uta customize hapa, lakini by default imewekwa juu ya 50. Yes, tumia home button kwenda kurudi pale mwanzo. Yes, ukirudi hapa kuna shule shiriki, kwa hiyo utahakiki shule shiriki zilizopo kwenye mtihani huu wa kata. Yes, baada ya kuhakiki hapa, unachofanya tu ni kuhakiki, by default zinakuwa ziko pale. Yes, wanafunzi hapo kuna link ya sehemu ya idadi ya wanafunzi. Sehemu hii unaacha wazi. Kadri utakapokuwa unajaza sehemu hizi zitakuwa zitajaa, na sehemu hii inakusaidia katika kuprint ili kujua kwamba shule X ina page ngapi wakati wa kuprint, ikiwa utahitaji kuprint shule moja moja. Tumia home button kurudi mwanzo. Yes, this is our concern. Hapa ndipo ambako yule mjazaji anatumia muda mrefu kufanya kazi yake hapa. Kwa hiyo atatumia hii link ya matokeo kujaza. Kumbuka eneo lote hili halitumiki kabisa zaidi ya kukliki na kuprint. Eneo hili ndio la mwisho ambalo yule mjazaji atakuwa akifanya kazi ya kujaza data. Yes, baada ya kukliki hiyo ataletwa kwenye uwanja huu ambao huu utamsaidia kujaza data. Just kuandika namba mtihani, jina la mtahiniwa na jinsi na shule anayotoka. Yes, shule anayotoka huwezi kukosea kwa sababu by default utaletewa list ambayo unaweza kuchagua. Kwa mfano hii shule hii naanza kujaza matokeo ya shule hiyo. Yes, kwa hiyo kama ni wanafunzi, mimi naweza nika highlight hizi seli mbili, naweza nika highlight kwa hiyo naweza nikachagua kutoka kwenye list. Kwa hiyo naweza nika highlight then nikashusha hadi chini kwamba naanza kwa shule hii kujaza matokeo yake. Baada ya hapo unaingiza grade, unaingiza score moja kwa moja. Sehemu ya score unaingiza. Sehemu hii ya ugusi hauhitaji kufanya chochote, ila kila kitu kitakuwa kinabadilisha automatic. Unashauriwa kutumia PC yenye speed kidogo ili kufanya kazi kwa ufanisi na kwa haraka zaidi. Ikiwa una PC ambayo haina speed kali sana, unashauriwa kudisable automatic formula changing. Utaenda kwenye ili kudisable kwa yule ambaye anatumia PC ambayo haina speed sana. Utaenda kwenye pembe kabisa huku juu, kwenye pembe kabisa ya Excel, utaenda kwenye Excel options, then uta-click hapa formula, then utaenda kwenye by default utakuta iko automatic, wewe utaminya manual. Kwa hiyo wakati kujaza data hazitabadilika mpaka utakavyominya save au utakapo-click control save. Hii ni kwa yule ambaye anatumia PC ambayo iko slow kidogo. Yes, baada ya kujaza data tayari umeshamaliza kazi yako. Kazi yako itakuwa ni kuview na kuprint. Kwa mfano nikishamaliza shule 10 bora zitakuwa zimepangiliwa. Kwa hiyo mimi nitaprint tu mpangilio wa shule zote kuanzia ya kwanza mpaka ya mwisho. Shule zote zilizoshiriki kwa mpangilio wa madaraja, waliofaulu na waliofeli, wastani wa jumla wa shule hiyo na nafasi ya shule hiyo kwenye kata hiyo. Lakini pia itakupa wanafunzi 10 bora kwa ujumla na wanafunzi 10 duni, 10 bora wasichana, 10 bora wavulana, lakini wanafunzi 10 bora kutoka shule za serikali au za umma, ikiwa kuna mchanganyiko wa shule hizo mbili. Kwa sababu by default kwa kuangalia haraka haraka unaweza kushangaa kama una shule za private na serikali kwa pamoja, ukiwachanganya unaweza kugundua eneo hili linakuwa dominated na shule za private. Eneo hili tu labda la shule wanafunzi 10 duni ndiko ambapo unaweza kupata wanafunzi wale
wa shule za serikali. Kwa hiyo nimeamua kuextend na kugawanya kwamba shule za umma na wenyewe nafasi yao iko wapi. Lakini kama umefanya hivi kwa shule za umma tu, ita display wanafunzi wote kwa mtindo huu. Okay, unatumia hiyo button kurudi nyuma. Ukirudi hapa utakuta wanafunzi 10 bora katika kila somo. Kwa mfano Kiswahili, mwanafunzi bora ni upi kwenye English na masomo mengine, ni mfano tu. Lakini pia utapata jumla ya grade za masomo yote. Kwenye Kiswahili kuna A ngapi za wasichana, za wavulana, kadhalika hivyo hivyo mpaka kwenye E. Lakini utapata waliofaulu kwenye A mpaka C, K na M, na wastani wa somo hilo na nafasi ya somo hilo kwenye project nzima au kwenye kata nzima, nafasi ya somo hilo iko nafasi ya ngapi. Lakini pia utapata mpangilio wa shule zote katika kila somo, kwamba shule X kwenye Kiswahili nafasi yake ni ipi, ina wastani upi, utapata katika kipengele hichi. Lakini pia utaona all school detailed summary, kuanzia namba ya shule, kata, halmashauri na miliki waliosajiliwa, waliofanya A ziko ngapi za wasichana, za wavulana, average ya A, average ya B mpaka E, waliofaulu kwa jinsia na waliofeli kwa jinsia. Lakini na details nyingine kama hizo utazipata kwenye linki hii ya all school detailed summary. Okay, wakati wa kuprint unaweza kaamua kuprint matokeo haya tu. Kwa mfano haya naweza nika right preview, naenda kuprint. Hebu tu print preview. Hii ndio kazi ambayo unaweza kaamua kuprint kwa sababu itakuwa na details zote. Lakini unaweza kaamua, kwa sababu hii itakuwa imejumuisha shule zote ndani ya kata moja. Lakini unaweza kaamua kwamba hapana, mimi nataka kila shule inahitaji matokeo yake binafsi. Utarudi hapa, utaenda kwenye matokeo ya shule au matokeo ya shule. Kuna linki mbili, kuna matokeo ya shule ya kawaida, lakini matokeo ya shule ya grade. Hii imepangilia kwa mfumo kama ule wa NECTA, kwamba bila kuweka score, imeweka tu grade, mpangilio huu. Lakini sehemu hii matokeo ya shule ya kawaida, ambapo itatoa summary by header. Hapa juu page ya kwanza itatoa summary ya shule hiyo kwenye kila details, then huku chini ita list score za wanafunzi na nafasi ya mwanafunzi huyu kwenye shule hiyo, lakini katani. Kwa hiyo ili kupata matokeo ya shule hii, ina maana utachagua kutoka kwenye listi. Shule zote zitakuwa hapa, kama mimi nataka shule fulani tu, matokeo ya shule fulani ni ya print bila kujumuisha matokeo ya shule nyingine. Kwa hiyo utakuja kwenye hii linki utachagua na utakuja kuchagua shule hiyo, then ita display taarifa za shule husika, na unaweza kwa print moja kwa moja. Sehemu hii kama nilivyoorodhesha hapo awali kwamba ni matokeo ya shule, lakini yakiwa kwenye grade tu. Kwa hiyo utakachochagua hapa ndicho kitakachokuwa matokeo haya yaliyoko kwenye mtindo huu yatahamishwa na kuwekwa kwenye mtindo huu wa grade peke yake, lakini kwa sababu sijajaza huwezi kuona. Baada ya kumaliza kazi yako, ni kazi inayofuata ni kuprint. Kwa hiyo utagonga hii print covers and summary pages. Kwa hiyo ukiklik hapa itakuletea hii page ya kwanza. Kwa hiyo utakachofanya ni kuiprint. Hii ni ule muonekano wa juu, kama vile ni project nzima unaanza. Hii itakuwa ni page ya kwanza kabisa, utaiprint, hii itaonekana juu kabisa. Then kuna hii itakayofuata, hii ni page ya pili. Utakapojaza sasa data, huku kote kutajazika automatic na data na summary zitaonekana. Lakini pia utapata graph na vitu vingine kama hivyo kwenye hii page ya tatu. Kwa hiyo utakachofanya tu ni kuprint tu. Nikiprint preview hapa naona vizuri na graph yangu iko safi. Baada ya hapo, then unaweza kuambatanisha hizi summary na hawa best student na best schools na best student in each schools, then na kuambatanisha na matokeo yote kwa ujumla. Tayari utakuwa umeshatengeneza kitabu cha project nzima. Asante sana. Mimi ni Silas J, MS Excel Expert.